Kuna hesabu kubwa zinaendelea ndani ya Yanga. Uongozi wa klabu hiyo umefikia ukingoni mwa mchakato wa kumpata kocha mpya, huku ikielezwa kwamba endapo atamalizana na Romain Folz, basi Roma di Racontondrabi maarufu kama Roro wa Madagascar ndiye atakayeshika usukani. Kwa waliofuatilia michuano ya CHAN pamoja 2024, jina la Roro si geni. Yeye ndiye aliweka Madagascar kwenye ramani ya soka la ndani Afrika baada ya kuipeleka hadi fainali kwa mara ya kwanza katika historia yao, wakipoteza kwa Morocco kwa mabao 3-2. Huo ulikuwa mwanzo wa zama mpya kwa taifa hilo lililokuwa likihesabiwa kama underdog. Lakini nini hasa kinamfanya Roro kuwa tofauti? Na je, falsafa zake za kiufundi zinaweza kuibadilisha Yanga na kuwa tishio Afrika kama ilivyokuwa kwa Madagascar katika michuano ya CHAN ambayo yalifanyika kwa mara ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki? Hapa kuna ubora na udhaifu wa kocha Roro. Swala la kwanza kwenye nidhamu na umoja. Ukiwa na timu iliyo na wachezaji wenye vipaji vikubwa kama Pacome Zouzoua, Prince Dube au Clement Mzize, changamoto kubwa ni kuhakikisha kila mmoja anacheza kwa nidhamu ndani ya mfumo. Hapa ndipo Roro anapoonekana kuwa chaguo sahihi kwa Yanga. Kocha huyu anaamini kuwa ushindi unajengwa kwenye umoja na wala sio uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Alipokuwa Madagascar, alitengeneza utamaduni wa nidhamu ya kimbinu uliowafanya wachezaji wa ndani kuonekana kama nyota wa Ulaya. Kila mchezaji alifahamu wajibu wake, walijua muda wa kushambulia na kurudi nyuma kwa kulinda matokeo. Ikiwa Roro ataingia Yanga, basi nidhamu hiyo ndio itakayokuwa msingi wa mafanikio mapya wa klabu hiyo. Yanga ambayo mara nyingi imekuwa bora katika kushambulia, anaweza kuipa uwiano bora, lakini pia uwezo wa kubadilika. Kocha Roro ni kocha anayejulikana kwa kubadilisha mfumo kulingana na mpinzani. Wakati Madagascar ilipokutana na timu zinazocheza kwa pressure ya juu kama Kenya na Burkina Faso, Roro alitumia muundo wa 4-1-4-1, lakini walipocheza dhidi ya wapinzani wanaocheza taratibu, alihamia kwenye 4-3-3. Kwa Yanga hii inaweza kuwa silaha hatari. Kwa mfano dhidi ya Simba ambayo hupenda kushambulia kupitia pembeni, yani wing overlaps, Roro anaweza kuamua kutumia mifumo ya 3-5-2 yenye ukuta imara katikati, huku akitumia wingbacks wanaorudi kwa kasi kama Israel Mwenda na Shadrack Isaka Boka. Lakini anapocheza na miamba zaidi ya soka la Afrika katika michuano ya kimataifa kama vile Mamelodi Sundowns na Al Ahly, anaweza kubadilika haraka na kutumia compact 4-4-2 ili kudhibiti eneo la kati. Lakini kitu kingine ni uelewa wa wachezaji. Roro si tu kocha wa mazoezi ya uwanjani, ni mwanasaikolojia mzuri. Alijenga kitu kinachoitwa barrier mentality kwenye kikosi cha Madagascar, kuamini kwamba ukubwa wa mpinzani haumaanishi kushindwa. Hii ilijidhihirisha pale Madagascar ilipoitoa Sudani kwenye nusu finali kwa ushindi wa 1-0 na kuonesha utulivu mkubwa hata kwenye uwanja wenye mashabiki zaidi ya 50,000. Kwa Yanga hii ni falsafa itakayoongeza nguvu ya kiakili kwenye mechi kubwa za Afrika. Kikosi chao kina wachezaji wenye uzoefu, lakini mara nyingine hukosa msukumo wa kisaikolojia wanapokutana na vigogo wa soka la Afrika, mechi ambazo huhitaji zaidi ubora wa timu uwanjani. Roro anaweza kubadilisha hilo kwa kuwajenga kiakili kupitia misingi ya nidhamu na umoja. Lakini cha tatu ni soka lenye utambulisho. Wakati Yanga ya Folz ikionekana kupata matokeo huku ikicheza soka ambalo linaonekana kutovutia kwa wengi, Roro anakuja na kitu tofauti, soka lenye uwiano wa kushambulia na kulinda. Hana hofu ya kuachia mpira kwa wapinzani kama itahitajika, lakini anasisitiza kuwa kila pasi iwe na maana. Roro anaamini katika mafunzo ya mbinu, yani tactical drills, kuliko mazoezi ya muda mrefu ya stamina. Hii inaweza kuifanya Yanga iwe timu yenye uelewa mkubwa wa nafasi, kitu ambacho kinahitajika katika michuano mikubwa kama ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Lakini kingine ni kukuza vipaji vya ndani. Roro amekuwa akihusishwa sana na falsafa ya wachezaji wa ndani, yani local empowerment. Nchini kwake alitoa nafasi kwa wachezaji wa ndani kuonesha uwezo hata mbele ya wale wanaocheza Ulaya. Uamuzi huo uliibua nyota wapya na kuongeza ushindani wa ndani. Kwa Yanga hii inaweza kuwa nafasi ya kuona vijana kama Abdulrahman Abdallah Casemiro, Shehani Hamis na Dennis Nkane wakipata nafasi ya kutumika zaidi katika michuano mikubwa. Kwa mfumo wa Roro, kila mchezaji anapimwa kwa nidhamu na uwezo wa kiufundi na sio ukubwa wa jina lake. Lakini kwenye kipengele cha udhaifu, anasema kila kitu chenye ubora ndani kuna mapungufu. Kwa Roro, timu yake licha ya kuwa nzuri katika kushambulia na kulinda, lakini ina changamoto kwenye ulinzi pindi inapokuwa kwenye wakati wa kusaka bao au kulinda ushindi. Ukiangalia katika mashindano ya CHAN 2022 nchini Algeria, wakati Madagascar ikimaliza nafasi ya 3, timu hiyo iliruhusu mabao 3 pekee katika mechi 5, ikifunga mabao 9, clean sheet 2. Hapo kwa kiasi fulani alifanikiwa kulinda. Katika CHAN 2024 Madagascar ilimaliza mechi 7 ikifunga mabao 9 na kuruhusu 7, ikiwa na clean sheet 2 pekee, huku timu hiyo ikimaliza nafasi ya 2 ikipoteza mechi ya finali dhidi ya Morocco kwa mabao 3-2. Kufunga mabao 9 na kuruhusu 7 ni wazi kulikuwa na nidhamu mbovu kwenye ulinzi. Mechi ya finali dhidi ya Morocco, Madagascar ilianza kufunga dakika ya 9, wapinzani wakawasawazisha dakika 27, ilipokuwa inasaka bao la kuongeza ikajikuta ikiruhusu dakika ya 40 na kwenda mapumziko ikiwa 2-1. Dakika ya 68 ikasawazisha, sasa ikawa inafanya kazi ya kulinda angalau ipate sare ili mshindi aamuliwe kwa penalty. Kosa likafanyika na kuruhusu bao la dakika ya 80, shughuli ikaishia hapo.